huu wa kidigitali, sayansi ipo katika kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa. Matumizi ya roboti na teknolojia ya akili mnemba yako juu sana. Hivi sasa mitandao ya kijamii ni dili, watu wanaitumia kupata pesa. Kuna wanaotengeneza maudhui na kuyauza, na kuna wanaofanya biashara zao mitandaoni, Instagram, Facebook na hata kwenye magrupu ya WhatsApp. Je, Rashidi naye hufanya hivi? Na kama hafanyi, wateja wake anawapataje basi? Hapa nashukuru Mungu, toka nilivyoanza hapa mimi bado sijaanza kujiunga na mitandao ya kijamii, kwamba kutangaza biashara wa mbali wafike na wa karibu waje zaidi. Bado sijaanza kuitangaza, lakini hapa sasa hivi ndio nakwenda kufanya hivyo, kwa sababu nilipokuwa nimetoka huko, hii ofisi ilikopo huwezi kuifanya ukaipeleka kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana ilikopo haina hadhi hiyo. Kama hata kama nitairusha huko kwenye mitandao ya kijamii, itakuwa kama vile ni kituko au kichekesho, kwa sababu kama unavyoona hapa vitu vyote kama ninavyokuambia nimefanya mwenyewe. Nimepiga rangi, kuweka mazingira, kuboresha muonekano wa sehemu, muonekano wa hii ofisi. Maana ukitaka kuweka kitu kwenye mtandao watu wote wakione, kinatakiwa kiwe na mfano wa kuonekana. Unaona? Kwa hiyo sasa nashukuru Mungu mpaka hapa hatua ambayo nimefikia, naweza sasa kujiunga kwenye hiyo mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupanua wigo wa biashara na kuwapata watu wa mbali wakaiona biashara yetu kama tunafua, na wale wa karibu ambao wengine walikuwa hawajui wakajikuta wanajua kwa urahisi. Eneo hili watu wengi sana wanakuja na magari yao kugeuza. Kwa wakuta mtu alikuja kwa ndugu yake anageuza gari, akigeuza gari anaona baada ya kumbe kuna dry cleaner. Sasa anapoondoka, kwa sababu na namba za simu tumeziandika hapa, anachukua namba ya simu, nashangaa anapigwa na mtu ambaye hata simjui. Bana, wewe ndio Chidi? Mimi ndio Chidi. Njoo basi hapa sehemu fulani uchukue nguo. Basi mimi nawasha pikipiki yangu na kwenda kuchukua zile nguo na mfulia. Sasa ninapomfulia vizuri, ninapompelekea zile nguo zake, sasa naye anamwambia rafiki yake, naye anamwambia rafiki yake, naye anamwambia rafiki yake. Kwa hiyo ni hivyo, sijatumia mtandao wote wa kijamii. Watu wenyewe kwa wenyewe wanaambiana, na ndio inakuwa kama vile ndio matangazo yangu kwao. Yaani kitu ambacho nafanya mpaka wateja wangu mimi waridhike na wafurahie huduma yangu, huwa nakagua sana nguo. Unajua nguo zinachafuka sana kwenye kola na kwenye miguu na kwenye mikono. Kwa hiyo huwa naihakikisha nguo imetakata. Ninapokuwa naipiga pasi huwa nguo naikagua, kama hii nguo mpaka nampelekea mteja wangu aende akaivaa ili aniletee tena imetakata. Kwa hiyo naikagua, napoikagua na kuipiga pasi na kuikunja vizuri, napompelekea mteja mwenyewe anaridhika na ile huduma. Ndio maana anajikuta anamwambia na rafiki yake, anamwambia na mwenzake, kama sehemu fulani bana, masimu hii hapa jamaa anafua vizuri sana. Muona bwana, hicho ndio ninachojivunia mimi kwa upande wa wateja wangu. Mjasiriamali huyu ana ndoto kubwa, anataka kufikia maeneo makubwa kama mall. Anatamani kuwa na ofisi kubwa zaidi, na anakiri kuipenda kazi hii ya kufua kuliko kazi zote alizowahi kufanya huko nyuma. Malengo ambayo mimi nimeyaweka, Mungu akijalia, atakaponijalia katika biashara hii, nimeipenda sana. Yaani nimeipenda kutoka katika biashara zote ambazo nimewahi kujaribu kufanya za kijasiriamali. Hii biashara hii nimeipenda sana. Kwa hiyo Mungu akijalia, hapa malengo nitakayokuwa nimejiwekea kwamba at least kwa mkoa wa Dar es Salaam nije kuwa na ofisi za kufua kubwa kushinda hii. Sehemu zile za mall makubwa kama Mlima City wapi, mashoppers au sehemu ambazo za muonekano tofauti na huko Swahilini, pate ofisi kubwa niwe nafulia watu wengi zaidi,
na sehemu kubwa, au Mungu akijali nije kuchukua hata nyumba nzima, niweze kufanya shughuli zangu za kufua. Hayo ndio malengo yangu makubwa katika biashara hii. Mimi kwa kitu kingine kutimiza malengo yangu, mimi ni hizi biashara, labda nifungue ofisi mbalimbali, sehemu mbalimbali za kukusanya nguo, nifungue labda Magomeni, Kinondoni, Kawe, nifungue sehemu mbalimbali branch za kukusanya nguo. Nenda kusanya nguo kule, Mungu anijalie nipate hata kigari cha kwenda kukusanyia nguo, ndio naleta hapa, zinafuliwa afu nazirudisha huko kwenye hayo mabranch, kwa sababu hapa kuna uhakika mkubwa wa maji na tenki kubwa ya kuhifadhi maji. Kwa hiyo naomba Mungu tu anijalie niwe na mabranch mengi ya kukusanya nguo. Kiwa na branch zangu 5 ya kukusanya nguo, basi nitakuwa nimepiga hatua kubwa sana. Bila shaka mjasiriamali yeyote haoni shida kuchukua maamuzi magumu ili kufikia pale anapopataka. Mojawapo ni swala zima la kuchukua mkopo. Rashidi anaona sasa ni wakati mzuri kwake kuchukua mkopo ikitokea na uhitaji tofauti na kipindi anaanza kazi hii. Anakiri kuwa mikopo inasaidia na riba sio kikwazo kwa mjasiriamali ambaye ana malengo. Mikopo naipenda sana, na mikopo inamfanya mtu aweze kupiga hatua haraka kuliko kumeki kama hivi tunavyomeki. Sasa mkopo unatakiwa uchukue ukiwa umeshaboresha kwanza kazi yako, umeshaiweka katika muonekano, ili ule mkopo sio kachukua mkopo ukapeleka tena kwenye ujenzi. Umeona? Wengi wanafaidi kwenye mikopo, kama anachukua mkopo anaingia nao tena kwenye ujenzi. Haya, ujenge, baadaye hela ile imesha kwenye ujenzi, mtaji tena hakuna, jinsi ya kurudisha hela zile inaanza kushindikana. Unaanza kusumbua tena benki inaanza kusumbuana na wewe, maana huku na kule, maana mmeanza kupelekana sijui mahakamani, maana vile vitu ambavyo mmevijenga kupitia benki tena vinapigwa mnada. Kwa hapo unajikuta wewe hujafanya kitu chochote. Kwa hiyo cha msingi kwanza, simamia kazi yako, heshimu kazi yako, boresha mazingira yako. Mfano kama mimi nilivyofanya hapa. Sasa hapa naweza kwenda kuwafuata watu wa benki, bana mimi na ofisi yangu, twendeni mkaone, au picha hii hapa kwenye simu, lakini mimi nataka kuiboresha zaidi ofisi yangu, nataka 10,000,000. Sasa benki wakija wakiangalia, wanaona kweli ofisi imekaa vizuri, na kiangalia mashine lazima kweli huyu kwa anaweza kurudisha pesa yetu. Unachukua mkopo uipeke tena kwenye kujenga, unaenda sasa kutengeneza mabranch. Tengeneza branch kwa ajili ya kukusanya nguo, tengeneza branch zako 3 hivi au 4 kwa ile ya benki. Sasa zile branch zitaanza kazi kukusanya zile nguo, pale unaweza sasa kurudisha hela zao zile benki kirahisi. Umeona? Lakini sasa mwingine anakuchukua hela ya benki anaingiza tena kwenye kukarabati ofisi, na kukarabati ofisi hela inaisha kwenye kukarabati ofisi. Mwisho wa siku unaanza kupata kipato kidogo kuliko umomo ufanyaje, unakuta benki inaanza kusumbana nayo tena. Mwisho wa siku unachukua tena ofisi wanaipiga mnada. Hapo unajikuta tena mazo yawaza yanarudi nyuma, au unalichokifanya. Mimi kwenye upande wa benki na riba zao sijaona, labda baadhi ya benki kama zitakopa zina riba kubwa kupita kiasi, lakini mikopo ya benki inasaidia sana. Lakini kusaidia kwake lazima nayo uwe na akili, sababu wengi sana ambao wanapata matatizo kutokana na mikopo ya benki wanakuwa kwanza hawajatathmini kazi zao, hawajatathmini biashara zao, wanafuata mkumbo wa kwenda kuchukua hiyo mikopo. Lakini ukishaipata elimu ya mikopo vizuri, huwezi kupata shida kulipa. Yaani maana umesoma vizuri kuhusu mikopo, unapotaka kuchukua mkopo unatakiwa ufanyeje,
Je, unachukua mkopo kwa kitu gani? Kwa nini unachukua mkopo? Sababu mwingine mtu anachukua mkopo anakwenda kununua simu, ama watu wa jasiriamali wadogo. Anachukua mkopo anaenda kununua TV, haingizi chochote. Anachukua mkopo anafanya sherehe. Maana bwana, mwisho wa siku benki inakuja inachukua vitu vya ndani inauza ili urudishe hela yake. Kwa hiyo kwanza elimu ya mikopo, kabla hujakopa pata kwanza elimu ya mikopo. Ukishapata elimu ya mikopo ukashiba, nenda sasa kakope. Ninashauri watu wengi sana wapate elimu, usikope kope tu bila kupata elimu ya mkopo. Rashidi anaushauri vijana na watu wengine wanaotafuta mafanikio katika maisha yao kuwa ni muhimu kujituma na kutokata tamaa. Anasisitiza pia umuhimu wa kuweka akiba, kwani haba na haba hujaza kibaba. Mimi kitu ambacho nakisema na nakisisitiza sana kwenye upande wa maisha, kwa sababu sisi bana Watanzania wengi sana tunatokea kwenye familia za kimaskini, na kupewa mtaji na baba au mama ni wachache sana. Wengi sisi tunakomaa wenyewe kuanzia huko chini mpaka kufika juu. Kwa hiyo mimi nawashauri sana kwamba waheshimu kazi zao, waziheshimu sana kazi zao. Kazi yoyote unaoifanya ambayo inakufanya wewe upate kipato hata kidogo, iheshimu, jiwekee malengo. Ukishawekea malengo na ukaiheshimu, nadhani utafika kwenye malengo yako unayofikiria wewe, kwa sababu utapata kidogo, utakula kidogo, utabakisha kidogo. Utafungua akaunti. Kama huwezi kufungua akaunti, weka hela kwenye simu. Siku hizi hata kwenye simu, kama huwezi kuweka kwenye simu, tafuta namna kuweza kuweka hela ambayo itakufanya kwa mwaka mzima, utaenda kuiangalia baada ya mwaka. Alafu unajua sisi hapa wengi sana watu wa hali ya chini hatupendi kuandika mawazo yetu. Mimi mwenyewe wakati nilipokwenda kule, kama nilivyokuambia, nilikuwa nimeandika lile wazo la kufua nguo. Nilikuwa na mawazo mengi tu nimeandika. Ile wazo la kufua nguo nikajina kaliona kama kwa upande wako, kwa sababu nimepata sehemu ya kutoa huduma ya maji na nishaweka na umeme. Kuja kuangalia vitabu changu nikakumbuka lile wazo la kufua. Nikasema hapa nifue tu, kwa sababu mimi ulipo kila kitu kipo, acha nipambane nitafute mashine nianze kufua. Kwa hiyo tupende kuandika mawazo yetu, tuheshimu kazi zetu, tuheshimu kipato tunachokipata. Naamini tutafika mbali, tutafanikiwa katika maisha yetu, tutafanikiwa katika mawazo yetu tunayoyawaza. Watu wengi sana wanakata tamaa mapema. Bwana anakata tamaa. Wakati mwingine mtu anakata tamaa hata kitu hajafanya. Sasa mimi nawashauri kwamba wasikate tamaa, alafu wasidharau kazi yoyote. Kazi yoyote inaweza kufanyisha kufikisha malengo yako. Kuna watu wengi wanadharau bodaboda. Mimi bodaboda ndio imenifanya nifikie hapa kwenye hii biashara ya kufua nguo pamoja na kuuza maji ya kandoro, kwa huduma ya maji hiyo. Bwana. Lakini kama ningedharau bodaboda, nikasema sio kazi, kwa maana nisingefika hapa. Kwa hiyo nawashauri vijana wapambane, wasikate tamaa. Maisha yanaweza kubadilika wakati wote. Kikubwa tu kuheshimu kazi yako unayoifanya. Kazi yoyote unayoifanya ambayo inakufanya kupata chakula, inakufanya uweze kukidhi mahitaji yako japo madogo, inabidi uiheshimu na uitilie mkazo na uijengee kama hii ndio ofisi yangu. Ukishaheshimu, naamini kabisa kwamba unaweza kutimiza malengo yako.
Rashidi anaelezea maeneo ofisi yake ilipo na mawasiliano ya simu ikitokea mtu anahitaji huduma yake. Yupo Kimong'onyole au kijijini na karibu ilipo shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma maarufu kama SJMC. Mimi ukiwa unanihitaji, ofisi yetu inaitwa Chidi Dry Cleaner Best Laundry. Tunapatikana ukifika Makumbusho stendi, utakuja mpaka Merene Mtawa. Ukishafika ghorofa la Merene Mtawa, utakuwa unaelekea chuo kikuu cha uandishi wa habari maarufu SJMC. Kwa hiyo ukifika maeneo hayo ambayo ipo karibu na kambi ya usalama, ukifika pale chuo cha uandishi wa habari, kimuuliza mtu yeyote bodaboda au bajaji, sisi utakuwa mtopata mara tupo hapo karibu na chuo cha uandishi wa habari. Kiuliza tu Chidi Dry Cleaner, basi utakuwa umeshanipata. Kuna huduma nyingine sisi tunatoa. Huduma hiyo ni nguo ambazo zimepauka au zimeshazeeka, mfano jinsi au kadeti. Kwa hiyo sisi zile tunazirudisha kuwa mpya, zinakuwa mpya kabisa. Tuna dawa nzuri ambazo zinarudisha pamoja na rangi, inafanya nguo inakuwa mpya, inarudi katika hali yake, katika ubora wake. Suti, jinsi, kadeti zote zinakuwa mpya, zinarudi katika ubora wake ambao unaotakiwa. Tunapatikana kwa nambari 0714 061550. Tunapatikana kwa nambari 0714 061550. Tupo hapa chuo cha uandishi wa habari almaarufu SJMC. Mkimuuliza mtu yeyote bodaboda, sisi tupo hapa pembeni mwa chuo cha uandishi wa habari. Tunapatikana hapo Chidi Dry Cleaner. Hapa mtaani tunapokaa sisi panaitwa Kimong'onyole au Al-Hassan Mwinyi, wengine wanapaita kijijini, yani kuna majina mengi. Rashidi Ali Yasin maarufu kama Ndizi Nyama ni kiwakilishi tu cha wajasiriamali wengi wanaopambana na changamoto mbalimbali katika kuyatafuta mafanikio. Safari yake ni ya motisha kwa vijana wote na inatufundisha kuwa na ndoto na kupambana ili kuzifikia. Tunamshukuru Rashidi kwa kushiriki nasi hadithi yake na tunamtakia kila la heri katika biashara yake. Msimulizi wako mwanzo hadi mwisho ni mimi Frank Damas.